Mambo vipi Tanzania? Mko poa kabisa Naamini kabisa uko poa popote ulipo. Nikaribisha sana katika Mizani ya Afya. Bana, Mizani ya Afya kama kawaida niko na Dr. Choice. Tunazungumza maswala, issues lakini zinazohusiana na maswala ya afya. Na tutakuwa tunazungumza mambo mengi sana na naamini unajifunza vitu vingi, lifestyle gani ambayo unapaswa kuishi ili kuavoid maradhi mbalimbali ambayo inawezekana yakasababisha hasara kwako na pengine kwa wategemezi wako bwana. Mtu mzima sasa hivi inawezekana wazazi wanakutegemea na watoto na nini. Kwa hiyo kipindi kinakuhusiana kwa sababu unakuwa unajifunza vitu vingi, kujua namna gani ya kuishi lifestyle na vitu gani vya kula, si vya kula, vitu gani vya kufanya, si vya kufanya ili kuweza kufahamu zaidi. Sasa leo na Dr. Choice tutazungumza kuhusiana na masuala mazima ya tiba asili. Inawezekana umesikia sana kikitu bwana uko mitaani wapi, au umeona, umeshuhudia, au ndugu yako pengine anafanya na nini au vitu kama hivyo. Kwa hiyo leo tutajifunza zaidi kuhusiana na tiba asili ni nini na mambo mengine mengi sana tutafahamu katika hili. Karibu sana, mimi naitwa Godwin Mawanja aka Kaka G. Dr. Choice, kwa wakati mwingine tena, karibu sana ndugu yangu. Asante. Karibu mno. Asante sana. Kitambo. Muda kidogo. Kabisa. Lakini uzuri God na bless. Sahihi, na bless sana. Harakati zinaendeleaje lakini? Namshukuru Mungu. Uko poa? Mambo yanaenda vizuri. Wala furaha ndugu yangu. Au mambo si mabaya nini? Ukiwa na afya, takiwa tuwe na furaha. Japo kuna watu wanaamini uwe na furaha na uwe na hela. Yaani ukiwa na furaha alafu huna hela. Ukiwa na furaha huna hela bado tatizo. Unakuwa ukicheka unalia the same time. Yaani unajua kuna shida. Lakini hii kitu inaweza kama kweli kwa sababu nimeshasikiaga. Wanakuambia mtu kama ukiwa na hela unaona kama kila wakati umeonewa yani. Yaani kweli. Yaani na ubaya wake, kwanza ukiwa huna hela, wenzako wakifanya matumizi unaona wanaharibu hela. Ni kweli. Mtu asinunue gari, huyu jamaa naye. Sasa gari gani? Eti gani ukanunua milioni 70. Hii siku uchafuzi hela. Sasa gari gani? Unaanza kuwa mshauri wa masuala ya kiroho. Kwani asingetoa sadaka? Hela yote hiyo milioni 30, milioni 20, sijui nini. Vijana hawana mtaji, kumbe hao vijana ndo yeye. Kwa kimsingi yote kwa yote hela ni muhimu. Ukiwa una hela wewe unaona watu wanafanya vurugu na pesa. Unajikuta unaanza kuwa mshauri. Unakuwa mkali wewe kwenye kila kitu tu, unakuwa mkali. Alafu ukiwa huna pesa, jitahidi sana uwe na athari ya uchamungu. Ndio. Kwa sababu hutaona kama pesa ni kila kitu. Ndio. Na pesa kiukweli sio kila kitu. Ili uweze kufika hatua ya kusema pesa sio kila kitu, unatakiwa uwe una uchamungu. Maana kweli sasa unakumbuka kwanza hela huna, uchamungu huna. Lazima uone hii dunia watu wanafanya vitu. Lazima unaonewa kwanza duniani hapa. Leo mtu ukinunua suruali 60,000, sasa jamani nunua suruali 60,000. Karibu hela. Kwanza hajapendeza. Inaanza ile. Ni ghali lakini hajapendeza. Ona sisi tunavaa za 5,500 tu, sijui za kutoka wapi, sijui soko gani na tumetokelezea. Yote hii ni uhaba wa madini fedha. Uhaba wa madini fedha au ugonjwa unaitwa upemwi au upemu, ukosefu wa fedha mfukoni. Ndugu zanguni, tutafute fedha. Hususan vijana. Yaani hususan vijana kwa sababu mtu mzima shamaliza. Na kipimo kingine cha kujua, unaweza ukawa una hela lakini pia bado haijakukubali. Unajua kuna watu pia hawajui pesa ni kiasi gani. Sasa ukitaka kujua wewe pesa uliokuwa nayo imekutosha au haijakutosha, muulize jirani yako, ukiniangalia na umri gani. Akikutajia umri mkubwa kuliko wa kwako, unajua una kazi ya ziada ya kutafuta pesa. Wala ushauri umetoka kwa Dr. Choice huo. Ukitaka kujua fedha imekutosha au haijakutosha, hebu mwite jirani yako, mwambie hivyo, niona mimi na umri gani. Ukiona mtu wako umetajwa mkubwa kuliko wewe mwenyewe, bado bro una kazi ya ziada. Madini fedha hapo yanahitajika kwa wingi. Fanya kazi sana. Kwa ujumbe tumpatie bwana Tonito director. Mimi sijui wewe. Mimi sijataja mtu. Watu Tonito? Tafuta hela ndugu yangu. Changamoto, tupo katika ulimwengu ambao asilimia zaidi ya 80 ya changamoto tulizokuwa nazo zinataka pesa. Kama ukiwa unaishi kwenye majiji kama haya ya gharama, kila kitu ni hela. Sasa kama kila kitu ni pesa, ukitaka kwenda haja ndogo ni pesa. Ni kweli. Ukitaka kwenda ngapi sijui. Zamani watu walikuwa wanatembea sijui kutoka wapi kwenda wapi. Sasa hizo nguvu za kutembea watu tena hawana. Kwa hiyo unakuta wewe siku yako nzima umejawa na msongo wa mawazo. Stress inaathiri kila seli ya mwili wako. Na stress inazeesha. Kwa hiyo unakuta kinachokuzeesha sasa, ile ukosefu wa pesa ni kichwa cha habari.
lakini seli zako ndo zinazo. Daktari umetuamulia. Kwa hiyo kinachotakiwa ukiwa mcha Mungu, unajua hata usipokuwa na pesa kuna muda nafsi inakwambiaje, Mungu kuna kitu ameniepusha nacho. Na Mungu ana hekima sana. Wakati mwingine hata ukimkuta mtu hana hela, yani acha ikae, Mungu ndo anajua kwa nini hajampa. Mimi nishakutana na kesi moja. Ni story tu hii. Kuna bwana mmoja nilikuwa nimekaa nje ya mgahawa. Akaniita, akaniambia bwana, mimi miguu yangu haifanyi kazi. Naomba nisaidie niingie wapi? Niingie huko ndani hotelini. Unajua huwezi kukataa kibinadamu. Nikambeba, nikamtafutia siti, nikaenda nikamkalisha. Nilipomkalisha, mimi nikawa nimeondoka. Ni eneo ambalo kwa namna moja ama nyingine na kuna namna kama vile nafahamika au nahusika. Sasa akaja mhudumu, ananiambia bwana, yule mgeni wako uliomleta analeta vurugu kule. Nikamwambia mgeni wangu mgeni gani? Akaniambia si yule uliomleta ukamkalisha. Nikamwambia hapana, mimi nilikuwa nje, ameniomba nimpeleke ndani. Ananiambia wakati amekaa na yule bwana alimwambia amnunulie juisi. Alivokataa, akachukua juisi ya yule mteja akammwagia na chakula chake. Na hawezi kutembea. Huyo mtu hawezi kutembea, anafanya hizo vurugu. Hebu imagine angepewa miguu miwili, unafikiri angefanya nini hapo? Mungu fundi. Kwa kuna wakati hata ukinyimwa kitu kwenye ile nani ya uchamungu, kuna namna. Huyu mtu inawezekana angekuwa na hiyo miguu miwili angeleta vurugu kubwa. Ndio. Kuliko hata ile. Kwa Mungu ameona huyu, acha tu nimpe macho na mikono, asiweze kumove point moja kwenda point nyingine. Maana huenda nyuma yake ingekuwa ni shida. Kipofu aliyenyimwa macho, wakati mwingine yule mwenye athari ya uchamungu anasema nimeepushwa na mambo mengi, nimeepushwa na dhambi nyingi za kuona. Hakai na stress. Sisi tunaona mangapi, tunaangalia machafu mangapi ambao hatutakiwi kuyaona. Kwa hiyo ukiishi kwenye ile misingi ya kiuchamungu, utakuwa kijana tu. Utakuwa kijana. Kwa hiyo namba 1, tanguliza uchamungu. Namba 2, fanya kazi, tegemee Mungu. Mambo yataenda. Huna sababu ya kuwa stressed umekosa. Yani hapana, yani ikiwa hivyo ujue kila kitu tayari kilishakuwa written down. Yani huna sababu ya kuanza kunungunika kwa nini, utakufuru, haipendezi. Kwa hiyo turidhike tu na hali tulizokuwa nazo, lakini tusiache kufanya kazi. Mungu hapendi omba. Mungu naye hapendi. Mungu hataki omba. Japo omba wapo. Ndio. Watu wanatakiwa wafanye kazi. Ila apendezwi nao. Fanye kazi, tuongeze hayo madini fedha. Tonito, bila shaka ujumbe wako umeupata vizuri kabisa. Sawa. Hebu turejee katika mada yetu sasa leo bana. Maki tulikuwa tuna jambo letu hapa, tukasema tunasema tulikuwa tunachombeza kwanza. Ni chombeza. Tunachombeza kidogo. Maana swala la kutafuta fedha lazima tukumbushane kwa kweli. Lazima tukumbushane. Ili sio mkali unapojikuta kwamba unaona dunia imekutenga, kumbe ni wewe mwenyewe. Watu wanahama vyama kutoka wanaume kwenda jinsia zingine. Unaona sasa mambo haya. Fuatilia, watu wanataka umaarufu. Naamua kufanya vitu vya ajabu. Ni pesa. Tatizo hilo. Tunazungumzia tiba asili leo. Tunazungumzia tiba asili ni nini, Dr. Choice? Nafikiri kama neno lenyewe linavyosema, nadhani tukizungumza asili watu wengi wanaelewa kwamba asili ni kitu gani. Lakini ukiwa unazungumzia tiba asili, huu ni mfumo wa matibabu ambao zaidi unategemea vitu ambavyo ni asilia kwenye matibabu yake. Kwa maana ya kwamba vitu vinavyotumika, namba 1 ni kuanzia chakula chenyewe, kwa maana ya kwamba tunazungumzia chakula cha asili. Chakula cha asili ni chakula ambacho hakijapitia heka nyingi. Ni vyakula ambavyo hata ukivitafuta kwenye historia unavipata. Lakini hata pale inapokuja sasa kwenye ule mpango mzima wa kimatibabu, vitu ambavyo vinatumika asili yake pia vinakuwa ni vitu vya asili. Kutokana na kama ni hivyo vyakula, inaweza ikawa ni mimea, inaweza ikawa ni matunda au baadhi ya miti au baadhi ya wanyama. Vitakapotumika katika ile taswira yake ya uasili, basi ndo tunaita hiyo tunaiingiza sasa kwenye tiba asili. Kwa hiyo tiba asili haijumuishi matumizi ya kemikali, inajumuisha matumizi ya vitu ambavyo tayari vipo kwenye mazingira husika. Ndio inakuwa ni tiba asili. Kwa hiyo kwenye matibabu ni kama tunasema ni kama tuzungumze kama tuna mara 2 au mara 3. Tuna tiba hii ambayo tunaita ni conventional medicine, ambao ndio hii western medicine tuliokuwa nao ambao ni mfumo kamili wa kimatibabu ambao tayari umebebwa na tafiti zipo za kutosha. Na ndio hiyo ukienda hospitalini unapitia sasa ule utaratibu, unakuwa ni huo utaratibu ambao sio wa tiba asili. Unakuwa ni tunaita ni huo mfumo mwingine. Lakini kwenye tiba asili mara nyingi watu wana utilize matumizi
ya vitu vinavyowazunguka kwenye eneo husika. Okay. Na ukienda mbali sana kwenye tiba asili ndio mwanadamu. Ukizungumza kuanzia karne ya 17 labda mathalan au karne ya 16 kurudi nyuma, hata mahospitali makubwa ambayo leo yameevolve, yameenda kwenye huu utaratibu wa matibabu ya kisasa, asili yake ni kwamba walikuwa wanatumia utaratibu wa asili. Utaratibu wa asili ni upi? Pale ambapo mtu amefika hospitalini, kwanza kwa wakati ule maradhi yalikuwa hayana kasi au hayana ukubwa kama huu ambao tuko nao sasa hivi. Maradhi kwa wakati ule yalikuwepo, lakini kile kiwango kilikuwa kiko chini. Madaktari wa wakati huo walikuwa pia ni wataalamu wa tiba asili, kwa maana ya kwamba walikuwa wanaelewa yale ambayo yanaweza kuwasaidia wagonjwa au watu wa wakati huo kupitia mazingira. Kwa maana ya kwamba mtu atakapoenda hospitalini ana ugonjwa wa sampuli fulani, atapewa mwongozo kamili wa tiba, mwongozo kamili wa masuala ya chakula. Lakini pale ambapo sasa inahitajika kuna dawa ambayo inatakiwa itoe support, ile dawa mara nyingi ilikuwa inatoka moja kwa moja kutoka kwenye miti pamoja na matunda. Huo ndio utaratibu ambao ulikuwepo kwa karne ya 17 kurudi wapi? Kurudi nyuma. Na katika maeneo ambao walikuwa wanafanya vizuri sana kwenye tiba asili kwa miaka hiyo kidunia ni pamoja na Wajerumani. Wajerumani na Wajerumani, sio niseme Wagiriki, wa Greek, wote ni watu ambao walikuwa wako imara sana kwenye upande wa tiba asili. Lakini kwenye masuala ya creation, kwenye masuala ya uumbaji, asili ina nguvu kwa maana moja. Wakati Mungu anamuumba Mwafrika, alipomweka Afrika, alikusudia vitu vyake vinatakiwa vitoke Afrika. Kipindi ambacho hapakuwa na teknolojia, hapakuwa na utandawazi huu ndege inaruka inatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Wakati Mungu amekushusha kwenye mazingira fulani, aliandaa kila kinachopatikana kwenye mazingira yale ndio kikusaidie kwenye aspect zote. Mungu hakuweka utaratibu kwamba uzaliwe Afrika na dawa yako itoke Ulaya. Utaratibu haukuwahi kuwepo. Hapo ndipo ndo nguvu ya tiba asili ilipo. Kinachotokea sasa hivi unapoona dawa zimetoka wapi, zimevuka mipaka, zimetufikia leo, kuna mahali tu ambapo sisi tunatakiwa tujiulize na tuendelee kufanya questioning. Kwa nini inakuwa hivyo? Mungu hawezi kukuweka Afrika alafu akataka kitu chako kitoke a lot of miles kutoka mahali ulipo. Hiyo ndio tiba asili. Kwa hiyo ukirudi kwenye upande wa tiba asili ina philosophies zake, ina misingi yake. Lakini kabla ya misingi, labda nikueleze, nafikiri hapa nimezungumza point kwamba miaka ya nyuma, hiyo karne ya 17 kurudi nyuma, hata madaktari walikuwa wakitumia ule mpango wa tiba asili. Ni kitu gani ambacho kilitokea sasa mpaka tiba asili ikawa imeondoshwa kwenye ule utaratibu wa matibabu ile ya tunasema matibabu ya kisasa? Ni katika hizi heka ambazo tunasema ni heka za masuala ya tunasema ni utandawazi. Nini globalization? Globalization na kadiri ambao mwanadamu ameendelea kujiongeza. Na labda nikuulize swali. Tukizungumza sasa hivi tuna tiba asili, maana yake tunazungumzia dawa ya asili, tunazungumzia majani, mizizi na vitu vingine. Labda wewe kwa mtazamo wako unafikiri dawa za hospitalini zinatoka wapi? Kwa elimu yako. Maabara hau. Hazitokani na tiba asili, hazitokani na mimea? Kwa uelewa wangu kama ulivyoniuliza. Wewe kwa uelewa wako. Sababu ni dawa zinatokana na sayansi, kwa maana yake zinatengenezwa maabara kwa kuchanganya kemikali kadha wa kadha. Okay, ni mtazamo sahihi. Lakini ukweli ulivyo, miaka ya nyuma kwanza hapakuwa na hizo dawa ambazo tunaita ni dawa za kisasa. Dawa ambazo zilikuwepo ni dawa za asili. Wakati fulani kuna siku nishawahi kuzungumza, palishawahi kutokeaga ugunduzi wa kitu tunaita petrochemicals. Petrochemicals ni kemikali ambazo zinatoka kwenye mchakato ule wa kutengeneza petroleum products. Sawa? Kilichokuwa kinafanyika ni kujaribu, asilimia zaidi ya 70 mpaka 80 ya dawa za hospitalini ni matokeo ya kemikali ambazo tunaita ni petrochemicals. Ni elimu ambao watu wengi hawana. Ukiwa unazungumzia kuanzia anti-pain kwa maana ya dawa za maumivu, ukienda mbele mpaka kwenye hizi antibiotics na dawa zingine, zote asili yake ni petrochemicals. Na sio kwamba asilimia 100 ya dawa zote zinatokana na petrochemicals. Zipo chache ambazo zinatokana bado mpaka sasa hivi wanarely kwenye vitu kwenye mimea halisi, kwa maana ya kwamba kile kitu ambacho ni dawa lazima tukitoe kwenye mmea husika. Kwa mfano kitu kama quinine ushawahi kusikia? Quinine mpaka leo bado watu wanategemea itoke kwenye kuna nafikiri ni mmea ule unaitwa ni cinchona, ndo quinine inapotokea. Na kuna baadhi ya dawa kama morphine bado zinaendelea kutoka kwenye mimea au kwenye tiba asili. Lakini asilimia zaidi ya 70 ya dawa ambazo zinatumika kwenye haya matibabu ya kisasa ni dawa asili yake ni dawa ambazo zinatokana na petrochemicals. Sasa
Tofauti kati ya petrochemicals na tiba asili, tofauti yake namba moja kwanza ni ukubwa wa research. Tafiti. Matibabu haya ya kisasa yamekuwa yana tafiti za kutosha, na tafiti nyingi zilizopo za kutosha ni kuonyesha ni namna gani ile dawa ina uwezo wa kukusaidia kwenye hiyo shida kwa wakati huo. Umeelewa? Kama nafikiri kuna kipindi tulifanya tukaelezea, sasa hivi unaumwa na kichwa, sio kwa sababu mwili wako unataka dawa ya maumivu, mwili wako unataka maji, lakini ukipewa dawa ya maumivu unapona kwa wakati huo. Lakini huko nyuma mwili ulikuwa haujahitajia kitu hicho. Kwa hiyo dawa za kisasa zipo kwa ajili ya immediate relief, ile ponyo, yani ile nafuu ya haraka ambayo unatakiwa uipate kwa sasa hivi. Kitu hicho kama tukifanya maji kuwa ni tiba asili, kwa sababu kwenye mtiririko wa matibabu ya hizi dawa ambazo tunasema ni za tiba asili, lishe pamoja na maji zote ni kama ziko kundi moja. Ukinywa maji kwa sababu kichwa chako kinauma kwa kuwa hukupata maji, hata ukiyanywa hayo maji sasa hivi bado kichwa kitaendelea kufanyaje? Kuuma kwa muda fulani mpaka upate na taratibu zingine kama vile kupumzika, ndio kichwa kitakaa sawa. Lakini mwanadamu amekuwa yuko kwenye pupa ya kupata nafuu, anataka apate nafuu ya hapo kwa hapo. Hicho ndio kitu ambacho kinajitokeza. Asili ina nafasi yake na hizi conventional medicine pia ina nafasi yake, na zote zinahitajika. Ndio maana kuna kipindi ambacho nilishawahi kufanya, haina maana kwamba kwa kuwa nazungumzia tiba asili kwamba mimi sifiki hospitali au situmii dawa za hospitalini. Binafsi natumia dawa za hospitalini kunapokuwa na sababu, ni emergency ndo nitatumia. Lakini sieki kama ndio utaratibu kwamba ni lazima niwe natumia kitu kidogo tu umeshakimbilia dawa ya nini, dawa ya hospitalini. Tukirudi kwenye tiba asili, focus yake kubwa ni prevention. Ni kumkinga, ni kumlinda mtu asije akaingia kwenye changamoto fulani. Ndio maana ukiangalia hata kwenye namna ambavyo watu wa tiba asili wanaenda, na watu ambao wameijua tiba asili na kuishi nayo, kwanza hakuna namna ambao unaweza ukaacha kutumia dawa moja kwa moja. Kwa sababu kama kwenye kipindi tulichopita nafikiri tulishazungumzia namna ambavyo sumu katika kila level ya mwili wako sumu huwa zinafanyaje? Sumu huwa zinatengenezwa. Kinachotokea sasa kwenye namna ambazo huwa tunatumia wakati mwingine kwenye kukabiliana na hizo sumu ni kutumia baadhi ya miti au mimea kwa utaratibu ambao ni sahihi na kwa elimu. Kuna watu sasa hivi ukija mitaani huko utakuja kukuta watu wanazungumza kwamba labda mtu amepata changamoto kidogo, mathalan unaweza kumpata mtu labda amepata hata changamoto ya ini au amepata figo imefeli. Unamkuta mtu anazungumza kwamba tiba asili yani ni kitu ambacho kimekuwa scorned, yani ni kama kitu kimedharaulika na kuingizwa kama vile ni sehemu ya shida. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba kitu chochote kinapofanyika bila ya elimu kina madhara. Ni kama tulivyozungumza, kuna mtu ambaye anaweza akategemea kwamba maji yanaweza yakamletea shida, lakini maji yanaweza yakakusababishia hata shida za moyo, na moyo unaweza ukasimama kwa sababu ya maji. Kwa hiyo hakuna kusema eti kwa sababu ni ya asili basi lazima ina madhara. Sio kweli. Vitu vinatakiwa tu vifanyike kwa elimu, ndio kitu ambacho kinatakiwa. Dawa ya hospitalini ukiitumia bila elimu, bila ufahamu, kitakuletea shida. Chakula tu kama tulivyokuwa tumezungumza hapa kwenye kipindi kilichopita, chakula tu chenyewe unapokila kwa utaratibu ambao sio sahihi, una uwezo wa kuingia kwenye shida. Hivyo hata kwenye upande wa tiba asili, kila kitu kinataka elimu. Japo changamoto ambayo inajitokeza sasa hivi, tuna madaktari wengi ambao wanajiita kuwa ni madaktari wa tiba asili, ambayo practically wakati mwingine kuna mtu ameingia tiba asili kwa sababu ya ugumu wa maisha. Na haraka pasi na cha kufanya, ila naweza nikazungusha hapa nikichukua. Mwingine anaweza tu akachukua miti akakuchanganyia akiwa anaona kwamba yani ili mradi amefanya kitu cha kufanyaje? Amepata kitu cha kufanya, kitu ambacho sio sahihi. Ukweli wa mambo ni kwamba kila kitu kinataka elimu, na kila kitu kinamtegemea nani? Kinamtegemea mwenzake. Kuna wengine utawakuta wakati mwingine sijajua hizo tafiti zao wanakuwa wamezitolea wapi. Kwa mfano akiwa anazungumzia labda sasa hivi tuna changamoto hii habari ya dialysis Vituo vimekuwa ni vingi, lakini bado pia inaonekana kama vile uhitaji unaendelea kuongezeka. Watu wamekuwa na changamoto nyingi za figo. Umeelewa? Issue ni nyingi. Kuna mambo mengi sana ya kuyazungumza kwenye swala la figo, lakini unaweza kupata mtu akapata nafasi ya kuzungumza, kitu cha kwanza anakuambia tiba asili. Hawa wanatumia madawa makali ya kienyeji. Lakini ukweli, labda tuulizane maswali. Kati ya vijijini na mijini ni wapi ambapo kunaongoza kwa matatizo ya figo? Yaani hata kama hujafanya tafiti. Mjini. Ni mjini. Mjini tu. Wakati mwingine ukienda kwenye benchi la watu wanaofanya dialysis, katika watu 10 unaweza ukawauliza kati yenu ni nani ambaye ashawahi kutumia dawa ya mitishamba? Hamna. Ila imekuwa sasa kama vile ni basket, kama vile ni sehemu ya kudampu watu. Japo sisemi kwamba hiyo kwamba kuna baadhi ya watu ambao wameingia huko kwa sababu ya changamoto hizo, lakini yote ndio ile shida ya kielimu.
unaenda kudili na mtu ambaye hufahamu usahihi wake. Mwisho wa siku, kwa sababu umeshaingia kwenye shida, wewe kila unachoambiwa utumie unafanyaje? Wewe unatumia. Sisi tumepewa akili ya kufanya reasoning. Hata ukiwa una deal na mtu, lazima pia upate nafasi ya kumsikiliza na kujiridhisha kwamba huyu naweza nikadili naye hata kabla mtu hajakuonyesha cheti chake. Unaweza ukamsikiliza tu mtu ukasema hapa niko sehemu sahihi. Lakini kuna mtu kuna hao watu wanauza dawa hizo, sema hizo dawa za tiba asili, ukimkuta amefungulia kuongea. Nina bwana mmoja, sasa sijui kama itakuwa ni nani, anasema yeye huwa anatengenezaga dawa. Kuna dawa huwa anatengeneza ya asili. Anasema alimuuziaga jamaa yake. Huyo jamaa yake ni fundi wa kuongea. Fundi wa kuongea? Anaongea. Anasema alimuuzia dawa zote, akawa hana hata pisi moja. Baadaye akamkuta yule jamaa anainadi ile dawa. Anasema aliinadi kiasi kwamba yeye mwenyewe kabidi tena ainunue. Au huyo fundi? Huyo fundi ameisifia hiyo dawa. Mwisho wa siku jamaa akamwambia, "Ise, unajua nilimaliza chupa zote." Ikabidi ainunue tena kwa reja na ni dawa ambayo yeye mwenyewe anatengeneza. Kwa hiyo kule kwamba mtu anaongea sana bila full stop na nini kwenye kuelezea dawa sio justification ya kwamba huyo mtu anafanyaje. Sio justification ya kwamba mtu anafahamu. Ni muhimu sana watu waendelee kujiridhisha pale ambapo wanaamua kudeal kwenye tiba asili. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba tiba asili ndiyo maisha ya mwanadamu. Ndiko tulikotoka. Na huenda ndiko ambapo tunatakiwa tuelekee. Nikupe mfano, lakini mfano nieleweke vizuri. Ukiwa una nyumba, kuna panya. Sawa? Kuna nini? Mapanya. Kuna panya. Ukaamua kuleta paka. Lakini kipindi umeleta paka, panya ndo wanaongezeka. Kadiri unavyoongeza paka, ndo panya wanazidi kuongezeka. Wewe unatakiwa ufanye nini? Ni panya ndo wana shida au paka ndo wana shida? Paka ndo wana shida. Inawezekana paka wanashinda tu kwenye masofa, yaani kazi yao ni kujishika tu mustachi ule, hawahangaiki na chochote. Kwa hiyo kuna haja pale ambapo pia kwenye hichi kipindi ambacho tunaona maradhi yamekuwa ni mengi na tunasema zile facilities zinazohusiana na matibabu zimeongezeka, kuna haja ya watu kuangalia ukweli ni upi. Huenda haya yanayoendelea, sisi tunatakiwa turudi kwenye asili. Na asili, tukiwa tunazungumza asili watu waelewe. Haina maana kwamba dawa, kwa sababu mwanzoni nimezungumza kitu, nimekuambia Mungu alipokuleta wewe, kama ni mkazi wa wapi, labda ni wa huko Morogoro. Ni Morogoro. Wewe dawa zenu ziko Morogoro. Maenge huko. Umeshanielewa? Dawa zenu ziko wapi? Morogoro. Ila inapotokea kwamba pale kumetokea kuna changamoto na watu wakavuka mipaka, lakini as long as bado mpo kwenye race moja ya Waafrika, hiyo dawa bado ina uwezo wa kutusaidia. Ndio maana watu warudi vizuri, watu warudi waongee na babu zao vizuri. Watu hawajakaa vizuri wakachukua elimu kutoka kwa babu zao. Mababu zetu wale walikuwa wana program maalumu za detox kwa ajili ya familia. Wazazi wetu wale waliokuwa miaka hii wanajua familia zinatakiwa ziende vipi. Utakuta mtoto mmeenda kila baada ya muda fulani, sijui kuna kitu gani mmeletewa. Mara kuna kipindi mmepigwa nyungu, hamjakaa vizuri, mmeletewa sijui mafuta ya samaki, tumieni, mmeendesha. Hizo zilikuwa ni program ambazo ziko kwenye family levels. Na ndivyo ambavyo matibabu yanatakiwa kuwepo. Ndio tiba asili. Yaani tiba asili inaanzia wewe na watoto wako na kile kilichopo kwenye mazingira yako. Kinatakiwa kikusaidie usiingie kwenye maradhi. Katika kitu ambacho ni changamoto ni pamoja na nyama nyekundu. Umeelewa? Lakini nyama nyekundu ni changamoto, itakuwa ni changamoto kwako wewe ambaye hicho kitu hakikuwa cha asili yenu. Watu wajifunze kuishi kwenye asili. Wamasai asili yao ilikuwa ni nyama nyekundu, na wazee wale walikuwa na program maalumu. Tutakula nyama, kuna wakati fulani tutaenda kufanya detox na tutatumia miti hii na miti hii na miti hii. Tutaondokana na zile changamoto ambazo zinatokana na hicho kitu husika. Kama ukoo wenu wewe na familia unayotoka ni familia ya mboga za majani, mwili wako una uwezo mkubwa wa kuchakata mboga za majani kuliko ambavyo ingeweza kuchakata nyama kama ambavyo Wamasai wanachakata. Kwa hiyo watu pia wajifunze kuishi kwenye asili, kuanzia vyakula. Chakula chenu cha asili mwili wako unakitambua, kwa sababu babu zako ndio kitu ambacho walikuwa wanakienzi. Watu wasiache utaratibu wa vyakula vya asili. Kwani Wamasai zamani hizo walikuwa wanafanya detox? Wakila nyama au detox kwa upande wanatumia mpaka na kesho kutwa kwa acha wale kuna Wamasai nimekutana nao Zanzibar, sizungumzia hao. Nazungumzia wale Wamasai ninaojua mimi. Wamasai wana utaratibu, kila baada ya muda fulani wanaenda porini, wanachinja nyama, wanatumia na dawa zinachemshwa kwenye nyama. Kwa hiyo changamoto zile ambazo zinaweza kuwa zinatokana na nyama hawazipati. Wewe umekula nyama siku 2-3 tu, mara una brucella,
mara sijui gauti, mara sijui kitu gani. Hayo mambo huwezi kumkutana nayo Mmasai. Kwa sababu gani? Hajaacha asili yake. Asili yake ni kujua anatakiwa atumie vyakula vya aina gani, na vile vyakula wazee walishajua vina impact gani, na wakawa wametengeneza utaratibu wa miti ambao unasaidia kuchakata zile sumu ambazo zinaweza zikawa zimetokana na chakula husika. Ndio kuniambia gauti toka zamani ilikuwepo. Kwa hiyo gauti ilikuwepo, lakini sasa hivi inazidi kuwa kubwa kwa sababu watu wana force maisha kiutaratibu. Ukirudi hata kwenye Unani medicine, watu wa bara, watu wanaoishi ukanda wa pwani wanatakiwa wale zaidi samaki kuliko kula nyama. Na hawatakiwi kula samaki wa maji. Samaki kutoka wapi? Kutoka Mwanza. Mtakuwa mle hao wa maji chumvi, ndio samaki wenu. Uache kuforce mambo. Kinachopatikana kwenye mazingira yako ndicho ambacho unatakiwa ukipe kipaumbele kwenye matumizi. Kwa Mungu alikuwekea hiko. Hicho ndicho ambacho kinakutambua na mwili wako una uwezo wa kukichakata vizuri. Watu wa Mwanza waache story ya kuanza kuhangaika kutafuta samaki wanaotoka wapi. Wapambane na sato, wapambane na sangara. Sasa kwa Dar es Salaam ndo wahamiaji. Sasa hivi ndo unakuta eti mtu anakaa da hapa, samaki waliopo wanaopatikana kwa urahisi ni maji chumvi, lakini yeye anapambana kwamba mimi bwana, na ni mtu hapa hapa da ambaye mimi sato bwana ndo kila kitu. Hiyo ni kuforce maisha. Kwenye utaratibu wa tiba asili watu wanatakiwa watumie zaidi vitu vilivyoko kwenye mazingira yao. Wewe wa kabila fulani, chakula chenu ambacho kinaonekana ni cha asili, hicho ndo ambacho unatakiwa ukomae nacho. Mwili wako unakijua na unakitambua, na kuna uponyaji ambao wewe unaupata kupitia hicho chakula. Lakini tuna watu sijui ni interaction, ametoka huko amekuja huku, hata kila kabila ina chakula chake cha asili. Lakini kuna mtu ana miaka 2 hajawahi kula chakula cha asili. Yeye kazi yake ni kukomaa na chipsi na nani. Chipsi chakula kina asili ya wapi? Wewe asili ya chipsi ni wapi? Wenzetu kwa labda nchi. Mataifa ya magharibi. Itafuta hata utaipata. Hiyo habari ya kuigaiga, ma ukiona tu mtu ndio hii sasa mwisho wa siku mwanaume umeona mtu amevaa sketi amependeza na wewe unataka kuvaa sketi. Tatizo hilo. Inakuwa ni shida. Watu wajifunze kutumia yaliyopo kwenye mazingira yao. Pale ambapo kuna kitu kinahitajika kwenye mazingira uliopo ila hakipatikani, ndio unavuka mpaka unaenda kwenye mkoa wa jirani. Na ndo hapo inakuja neno ujirani mwema. Kwa sababu kuna mahali tutahitajika. Ndio. Lakini kama sisi Tanzania tuko karibu mathalan na Kenya na Uganda. Yaani ukavuka Kenya na Uganda ukaenda kutafuta dawa Sudan na hiyo dawa inapatikana hapa, wewe una shida na inaweza isikusaidie sana. Ndio maana katika eneo ambalo tunatakiwa tuliangalie kwa umakini ni kwenye hili eneo la matibabu. Huenda haya yanayoendelea kwenye masuala ya kiafya yanatutaka turudi kwenye upande wa tiba asili. Japo nguvu iliyoko huko duniani ni kubwa, tiba asili imekuwa ni kitu ambacho kinaonekana hakina nguvu, kinadharaulika. Madaktari wa tiba asili nao wanadharaulika, lakini wapo watu wengi sana ambao wameshanufaika kwenye tiba asili. Ukikutana na watu ambao akili zao zinaona hapa na hapa, mara zote wamekuwa wakikandamiza na kuisema vibaya tiba asili, wakati haya ndiyo maisha. Karne ya 17 kurudi huko nyuma, dunia ilikuwa ikijitibu kupitia tiba asili, na kila mkoa, kila familia ilikuwa inajitibu at the family level, kila taifa lilikuwa linajitibu kwa mujibu ya yaliyokuwa yanapatikana kwenye taifa. Huu utandawazi umekuja na baraka zake na umekuja na shari zake. Kwa sababu tu kuna ndege inaweza kutoka Ulaya ikaja hapa, basi watu wameanza kuwa wavivu wa kufikiria. Lakini huenda hayo yasingekuwepo, watu wangejifunza kutafuta dawa kwenye ardhi zao na zingewasaidia kuliko dawa zingine. Kuna tofauti gani kati ya tiba asili na tiba mbadala? Sasa ukizungumzia tiba asili unazungumzia njia ya matibabu ambayo inakokoteza vitu vyote ambavyo ni vya asili. Ila ukiwa unazungumzia tiba mbadala, ukizungumzia tiba mbadala lazima uzungumzie na hizi tiba za kisasa. Kwa maana kwamba ukizungumzia tiba mbadala ni mfumo wote wa matibabu nje ya ule utaratibu wa kisasa, ambapo sio lazima sasa uwe umebeba vitu vya asili peke yake. Unaweza ukawa umebeba vitu vya asili na vitu vingine ambavyo havina sura ya uasili. Inaweza ikabeba utaratibu wa masaji, utaratibu wa kiushauri kwenye masuala ya kisaikolojia na taratibu zingine. Kwa hiyo hapo unaweza kuta hata kuna dawa za Kichina huko ndani, kuna dawa za Kihindi. Sasa ukishazungumza dawa ya Kichina, sio asili ya hapa, hiyo tayari inakuwa imeingia kwenye tiba mbadala, sio tiba asili. Sijui kama umenielewa. Kwa hiyo ndani ya tiba mbadala kuna tiba asili, ila sio kila tiba asili ni tiba mbadala. Yeah. Hiyo ndio iko hivyo. Na zote zinafaa? Zote zinafanya, na zinafanya zaidi pale ambapo tayari umeshaingia kwenye changamoto na ukaingia kwenye mfumo huu wa matibabu na ukasaidika. Hapo tunasema umesaidika. Ndicho kinachojitokeza. Lakini tukirudi sasa kwenye upande, sababu tuko zaidi kwenye kuzungumzia tiba asili. Tiba asili ina protocol zake. Okay. Protocol number 1, kwanza prevention ndio number 1. Kinga ni bora.
Yani intention kubwa ya tiba asili ni kuhakikisha kwamba inamuondoa mtu kwenye kuingia kwenye nini, kwenye kuingia kwenye maradhi. Na hiyo prevention ni kwa kuepuka vyakula ambavyo mtu hatakiwi kutumia, kuepuka zile wrong food combination, mchanganyo mbaya wa vyakula, kama vile tulizungumzia hata habari ya matunda yaliwe kwa misimu na matunda yaliwe kwa utaratibu fulani. Zote hizi zile ni katika hali ya kumfanya mwanadamu asiingie katika maradhi. Na pale sasa mwili unapokuwa umeshaingia katika maradhi, hata matibabu yake sasa inakuwa tena ni kupitia mimea na matunda kwa ajili ya kujiponya. Mimea ipo tofauti tofauti na kila mmea una nguvu kwenye aina fulani ya changamoto. Kwa hiyo sasa hata ikishatokea mwili, lengo la kwanza si kumprevent, lakini ikitokea mtu ameshaingia kwenye maradhi, bado tena tunarudi kwenye program za asili. Na asili inatambulika hata katika dini. Ndio kama mara ya mwisho nafikiri nilitoa kile kisa cha Nabii Musa. Hata maradhi, hata wao walikuwa wanaumwa. Na utaratibu wa kujitibu kwa wakati ule walikuwa hawatoi dawa kwenye blisters. Walikuwa wanategemea miti kwa ajili ya kujipona. Kwa hiyo kuna miti ambayo asili yake ni miti dawa. Ndio miti ambayo inatakiwa itumike kwa ajili ya kuponya au kusaidia uponyaji wa changamoto fulani fulani. Na uzuri kuhusiana na tiba asili ni kwamba mbali na kwamba inaweza ikagusa tatizo moja kwa moja, lakini huwa ina usupport mwili kwenye kuhakikisha unaondokana na hiyo shida husika, kwa sababu tiba asili inaamini miili yetu ina uwezo wa kujiponya yenyewe, tuipe tu mazingira stahiki. Na wakati mwingine kwenye hayo mazingira stahiki, wakati mwingine ndio miti ambayo tunaitem kama ni miti dawa. Hilo limekaa hivyo. Kwa hiyo filosofi ya kwanza au msingi wa kwanza wa tiba asili ni kumprevent mtu. Na pale anapohitajika kutibiwa, basi anatibiwa kwa miti ambayo asili yake ni miti dawa. Kinachotokea sasa hapa ni taaluma na ujuzi ndio inayotakiwa, kwamba atapewa dozi fulani kwa wakati. Hiyo ni elimu nyingine. Japo hakuna tafiti za kutosha, lakini kwa miaka mingi ambao tayari watu walisha, kwa karne 17, uzoefu ambao umekuwa generated kwenye engo hiyo ni mkubwa, na watu wanatembelea uzoefu kwamba kitu hichi kitatumika kwa misingi hii au kitatumika kwa utaratibu fulani, ndio kitaleta ponyo. Okay. Hivyo ndivyo. Sasa pengine zipi ni faida za tiba asili sasa hapo tuzifahamu? Yaani tiba asili namba 1, tuko kwenye ulimwengu ambao tumezungukwa na kemikali. Chochote ambacho tunakiingiza tena kwenye mwili wetu ambacho asili yake tena kina kemikali, ndo jinsi ambavyo tunazidi kuongeza mlolongo wa mambo kwenye mwili. Advantage ya kwanza ya tiba asili ni kitu ambacho ni natural, ni asili, mwili wako unatambua. Hakiongezi kemikali kwenye kipindi ambacho miili yetu tayari imeshajawa na nini? Imeshajawa na kemikali za kutosha. Hiyo ndo the biggest advantage overall. Yani ndo advantage kubwa kuliko advantage zote. Filosofi ya pili ya tiba mbadala. Kwanza, mgonjwa hamtibu mgonjwa. Yani huwezi kuwa una kisukari afu unamtibu mtu mwenye sukari. Yani ukiwa we ni daktari wa tiba mbadala wa tiba asili na ukasema unawasaidia watu kukabiliana au kutatua changamoto zinazohusiana na masuala ya sukari, wewe mwenyewe unatakiwa uwe physically fit na hauna huo ugonjwa. Kwa maana mbili. Wanasema kuna msemo ule wa Kiswahili unasema ogopa nguo sijui kwa nini aliyekuwa nini. Kuna msemo wa Kiswahili, yani unasema usiogopa sana mtu anayekupa nguo kipindi ambacho yeye hana. Nimesahau wako kama msemo. Yani mimi nina sukari, nina pressure, alafu nikusaidie wewe ukabiliane na changamoto. Hapana. Kwenye tiba asili, wewe unayetibia watu lazima wewe mwenyewe usiwe na hiyo changamoto husika. Wakati nakwambia unatakiwa usiwe na mwili, usiwe na unene uliozidi. Yaani unaniambia mimi nisiwe na unene uliozidi na unanishauri kama daktari wangu una tumbo limeninginia, ukipanda ngazi unahema kama bila lifti umeme ukikatika tu na wewe hupandi. Ndio umshauri mtu eti hapana, haitakiwi. Wewe mwenyewe kama daktari unatakiwa uwe ni mfano wa afya bora. Usiwe unashauri watu afya bora wakati wewe mwenyewe afya yako, mtu akikuona kwa mbali tatizo, anataka akushauri. Yaani mtu sio daktari lakini akikuona anataka akushauri, anaona kama afya yako haiko nini. Hapana, hiyo haiko sawa. Tiba asili wewe mwenyewe lazima uwe ni mfano. Kuna wazee huko unamkuta mzee ana miaka 120, 100 na ngapi. Yaani yeye mwenyewe anakuambia kitu, ukimwangalia mzee ukimkadiria miaka hata unamrudisha nyuma miaka 80, anakuambia kijana wangu umenirudishia nyuma miaka 30. Mgonjwa hamtibu mgonjwa. Hiyo ndo protocol number 1. Kwa hiyo ni kliniki ni kitu gani, wewe mwenyewe unatakiwa uwe physically fit, usiwe na ugonjwa fulani. Other principles ni kwamba dawa zinatakiwa zitoke kwenye mazingira husika. Isipokuwa zinapokosekana, watu ndo wanaweza wakaenda overseas au wanaweza wakavuka mipaka kutafuta hiyo dawa. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba Mungu ameshakamilisha mazingira yote
Yani wewe umewekwa Tanzania, dawa zako zote ziko Tanzania. Ni wewe na uvivu wako wa kufikiria na ujuaji mwingi uliokuwa nao ndo unaona Tanzania hakuna dawa, unataka uanze kuhangaika na dawa za sehemu zingine. Na ndo hizo sasa, mwisho wa siku kila kitu tunachokizungumza, ukizungumzia dawa fulani unazungumza na changamoto zake. Kila kitu unachozungumza unazungumza na changamoto zake. Ndio changamoto kubwa ambayo inatusumbua sasa hivi. Ila tu tunaelewa kwamba yani changamoto inayojitokeza, nani anamwamini nani kwenye ngo. Hiyo ndo changamoto kubwa iliyoko, lakini tumepewa akili, tunatakiwa tuendelee kusearch ni nani mtu sahihi kudeal naye kwenye tiba asili. Ni mihemko tu sasa hivi. Watu wakisikia mtu fulani ana trendi huyo. Kama kwenye changamoto labda hizi hata za nguvu za kiume, wangapi wanakuja na dawa? Wengi sana sasa hivi. Hizo changamoto inapungua au inaongezeka? Bado tatizo linaona kama liko pale pale. Haya, kuna hii hata habari haya masuala labda hata ya kupunguza uzito. Ushasikia watu wangapi wamevuma kwa ajili ya dawa za kupunguza uzito? Wengi. Watu wanaongezeka au wanapungua? Watu wanakuwa kiasi. Kwa sababu ukweli kama ilivyokuwa kwenye tiba asili, ukweli kwenye matibabu namba 1 uko kwenye lishe. Na watu warudi kwenye vyakula vya asili. Watu waache hizi stories za kuna mtu mmoja nikutana naye akaniambia chakula kilichopakiwa vizuri sana, lebo imekaa vizuri na picha imekaa vizuri, hicho kuwa nacho makini. Kuwa nacho makini. Kitakuwa inawezekana kimeshatoka kwenye ule utaratibu wa asili. Hicho kimeshapita kiwandani na kimepitia heka nyingi. Huo ni wakati wa kujitahidi sana kukwepa vyakula vya viwandani. Yani tuna changamoto nyingi sana. Na kama nilivyokuambia, tiba asili inalenga prevention, kukinga. Kwa hiyo kama tunatakiwa tukinge, kama katika eneo la kwanza la kukinga ni pamoja na kuingiza vitu ambavyo tayari vimekuwa extra refined, vimeshachakatwa sana. Kuna swali moja ambalo pengine linachanganya watu wengi sana kuhusiana na hii issue ya tiba asili na waganga wa kienyeji. Mwingine anaamini kama akienda kupata tiba asili ama akifanya tiba asili ni kama anaingia kwenye itikadi za ushirikina fulani hivi, kana kwamba aweze kutembea na mizizi na nini, na pengine nao waganga kienyeji wanatoa dawa kama hizo. Kuna hiyo dhana hii, unaiwekaje, unaizungumziaje? Asili ya tiba asili, nasema asili ya tiba asili hata kabla ya ujaji wa elimu sasa ya masuala ya kimungu, masuala ya dini, Uislamu na Ukristo. Kilichokuwa kinatokea, wazee zamani walikuwa wakiamini kwenye mizimu. Haina maana kila walichokuwa wanakifanya wazee wetu walikuwa wanapatia. Kwenye upande wa mizimu walikuwa wanakosea. Na wakati mwingine hata kwenye maradhi yale ambayo yalikuwa ni ya kawaida, mara zote pia wakati mwingine walikuwa wanajaribu kuchanganya na kuunganisha kwamba huenda, yani wewe unaenda ni kwenye tiba asili, una maumivu ya kichwa, mtu anataka ajue hichi kichwa ni cha kawaida au ni kichwa cha kurushiwa. Kuna kichwa cha kurushiwa. Lakini hayo ni mambo ambayo yalikuwepo kwenye baadhi ya kanda na mpaka leo hayo mambo yapo. Unaenda kweli ni mtu ambaye anaweza akakusaidia kwenye changamoto ya vidonda vya tumbo, lakini nyuma yake ana tunguri, lina mizimu, lina kitu gani? Kitu ambacho kimekuja kutuweka katika ustaarabu sisi ni dini. Dini ndio imekuja kutuweka katika ustaarabu, na dini ilichokifanya sio kukataza kila kitu. Dini imekataza kile ambacho kilikuwa hakifai. Dini imekataza masuala ya kumshirikisha Mungu pamoja na viumbe vingine. Hilo tu ndio limeondolewa, lakini yale mengine ambayo yamebaki, maadamu yapo katika ile healing, yako katika uponyaji, yanabaki kuwa katika engo ile. Japo katika kitu cha kujiepusha nacho wakati mwingine kutokana na masuala ya energy ambayo tumesema kuna siku tutafuta muda tuje tuzungumze. Ukija kwenye ustaarabu wa dini, wakati mwingine sasa hata ukimpata mtu ana mambo mawili anayekuchanganyia mizimu na mizizi, wakati mwingine unaweza kulazimika kuachana naye na utafute mtu ambaye ana deal na mizizi peke yake bila kutegemea nini? Bila kutegemea mizimu. Yeye anamtegemea Mungu. Ndio maana mara mwisho tulitoa kile kisa. Mungu ndio yuko in control of everything. Masuala ya mizimu na nini ni mambo ambayo yanatakiwa yaondoke kwenye tiba asili. Japo ukizungumzia tiba asili, wapo watu ambao wana practice tiba asili na ndani yake wameunganisha na mambo hayo. Lakini wapo watu wengine ambao they are very smart. Wanaamini katika Mungu na wanaamini tu dawa, mizizi na hivyo vitu vingine vinatumika na vina uwezo wa kumheal mtu bila kutegemea nini? Bila kutegemea mizizi. Ni changamoto ambayo ipo. Na ukweli kinachotokea wakati haya mambo tunayazungumza na tunawatahadharisha watu wasiende kwenye mizimu, hospitalini huko mtu akishahangaika sana, baadaye anakuambia hii labda sasa ni ya upande hii labda ni ya upande huu, acha tukaangukie huku. Lakini mara zote watu wanatakiwa tu wawe na ile imani ya Mungu. Yaani jambo likishafika mahali limeshindikana kabisa, ni kukomaa tu na Mungu. Yeye ndo anajua atakuondoshia vipi hiyo shida. Lakini kutumia mizizi, kutumia majani au kutumia kitu kingine haimuingizi mtu kwamba ameingia kwenye imani za kishirikina. Hapana. Hiyo miti ipo.
majani ya chai unatumia, chakula unakula. Sasa tuifike mahali sasa tutaacha hata kula sasa. Hata Sababu kula hata sasa. kwenye protocol za kula vitu vya asili ukimkuta mtu anakula kuna yale maboga yamekaa kama tunguri yani. Unaweza ukamwambia mtu analoga, hapana, ni chakula tu kile. Na ndio ile ninachokisema. Katika watu wanatusumbua ni hao watu wanavaa suti, wanafanya kazi kwenye maofisi na nini. Ukimletea dawa ikiwa ni ya unga, anakuambia sasa hii itakuwaje, sitaonekana natumia dawa ya kupandisha cheo. Hajaumwa vizuri. Watu walioumwa vizuri wanakunywa dawa zote. Za mizizi hajaumwa vizuri. Za mizizi wanakunywa, za kuloweka na zingine zote. Ndio ile nasema ule kiburi cha uzima. Yaani kwa sababu wewe ni mzima, ndo unakuwa unaanza kuleta story nyingi. Ukishakuwa kwenye hali tete, mbona dawa yoyote unaagizisha na unatumia, chungu na tamu zote utakunywa. Sasa kwa kumalizia, pengine na lipi la kumwambia huyu mtazamaji wa Bongo Brothers kwa sasa anayetutazama hapa kupitia Mizani ya Afya? Kwanza watu warudi kwenye asili. Watu warudi kuanzia kwenye utaratibu wa asili, na the best nutritionist, yani mtaalamu mzuri wa lishe anaweza akawa ni babu yako na bibi yako. Kaa nao vizuri wakufundishe vyakula vya asili yenu ni vipi, na dawa zenu nyie katika level ya ukoo, katika level ya familia ni zipi, uendelee kuzitumia taratibu taratibu kama walivyokuwa wanatumia. Hicho ndo kitu ambacho naweza nikamshauri mtazamaji. Sawa sawa. Bwana, asante sana Dr. Choice kwa mara nyingine tena. Bwana, tulikuwa na Dr. Choice hapa anazungumzia kuhusiana na tiba asili kwa maana ya hizi dawa ambazo tulikuwa tunatumia tokea zamani, toka enzi za mababu na mababu, ambao asili yetu ni hapa hapa. Kwa hiyo nafikiri umeelewa zaidi kwenye hili ambacho tunazungumza. Kwa hiyo kazi ni kwako. Unavyoambiwa huko basi changanya na vya kwako. Sasa leo tumekupa taarifa hii, kwa hiyo kazi ni kwako. Hii ni Mizani ya Afya. Mimi naitwa Godwin Mawanja, Kaka G.